Mheshimiwa sana Baba Paroko, Mheshimiwa Baba Paroko msaidizi na mlezi wa parokia teule ya Mtakatifu Stefano Shahidi Kigezi, watawa mliopo hapa katika adhimisho hili, kamati tendaji ya parokia hii teule, nimemwona vile vile mhazini kutoka parokia mama, waumini wote wa parokia hii ya Mtakatifu Stefano Shahidi Kigezi. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Dominika ya furaha. Hatujafurahia kwa sababu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ila tunafurahia kwa neema tulizojaliwa, na tunayo matumaini makubwa kwamba tumeondolewa dhambi baada ya toba, kama tunavyoalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresima. Katika Jumatano ya Majivu, mambo makuu matatu yalitajwa ambayo yanatuongoza katika kipindi chote cha Kwaresima: kusali na kusali kutoka moyoni, kutoa sadaka, kufanya matendo ya huruma, lakini vile vile cha tatu ndio hiyo toba. Fanya toba ya kweli katika mfungo, kufunga, kujinyima kwa ajili ya jirani, kwa ajili ya kufisha vilema vyetu, kwa ajili ya kukomesha vilema hivyo, ili tuweze kuishi na vyowapasa watoto wa Mungu. Na ndio maana tumejaa matumaini makubwa katika Kristo ambaye ametukomboa sisi, ambaye ametupatanisha na Baba. Na matumaini yetu haya tena yanakuja katika kipindi hiki tunapoadhimisha Jubilei kuu 2025 kama mahujaji wa matumaini. Kwa sababu hiyo, katika Dominika hii ya furaha tunaona katika ujumbe wa Mungu huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu isiyo na mipaka. Huruma ya Mungu isiyo na kikomo. Mungu anayetupa nafasi wakati wote, hapendi tupotee, anapenda kila wakati tuwe katika nyumba yake, tuweze kuishi navyotupasa kama watoto wake. Anatujalia neema mbalimbali kila wakati. Na ndio tunaliona wazo hili linalojitokeza katika masomo yetu ya leo. Katika somo la kwanza linaelezea Waisraeli walioanza safari yao kutoka Misri. Kule Misri walikuwa watumwa, na tunaambiwa katika somo hili Mungu anaondoa aibu ya Misri, anaondoa utumwa, anawaweka wawe huru, anawapa nchi ya ahadi. Walipotoka Misri wamepitia mengi. Wamepitia jangwani, wakati mwingine wameasi, wameweza kufanya agano na Mungu lakini wamevunja agano. Wameweza kusafiri miaka 40. Walianza safari yao kwa kuadhimisha Pasaka. Wamefika njiani wakiongozwa na Mungu mwenyewe na Musa, lakini vile vile Musa anakufa njiani. Yoshua anachukua nafasi hiyo kuwaongoza na kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Katika somo la leo tunaona wako nchi ya ahadi, wamekusanyika eneo hili la Gilgali. Kwa mara ya kwanza wanaonja mazao ya nchi. Muda wote huko nyuma walikuwa wanakula mana, na tunaambiwa katika somo hili kwa kula mazao ya nchi mana inakoma na aibu ya Misri imeondoka. Na kwa kufanya hivyo ni wana huru, hawapo katika utumwa tena, wako nyumbani. Wafurahie sasa nchi ya maziwa na asali. Watapata nchi ya rutuba, si tena jangwa. Wameondoka na hiyo. Kwa mtindo huu tunaona eneo hili katika somo tulilosoma ni hitimisho la safari yao. Na katika kuhitimisha safari yao wanaadhimisha
Pasaka. Kumshukuru Mungu vile vile amewaokoa. Kwa ni safari hiyo, ni kupita. Wamevuka bahari ya Shamu, wamevuka mto Yordani, wamefika nchi ile ambayo Mungu amewatayarishia. Tunapoliangalia somo hili, tunaona ni huruma ya Mungu hii aliyewaona watu wake wakiteseka kule Misri. Ni huruma ya Mungu huyu ambaye amewaongoza katika jangwa hilo. Wameasi, wamefanya nini, lakini amewapa nafasi. Ni huruma ya Mungu amewapa nchi ya ahadi. Wamefika sasa, wamekaa, wametulia. Na tunapoliona somo hili, tunaangalia maisha yetu, tunaangalia safari yetu ya kiroho, tunaangalia ufuasi wetu, na wakati mwingine tunajitathmini tuko sehemu gani. Na sisi tumeanza safari, tulikuwa katika dhambi, katika utumwa wa Shetani. Mungu anatuongoza kutoka katika utumwa ule, anatuongoza katika ubatizo, kuzaliwa upya, tupate neema ya utakaso, tuitwe wana wa Mungu. Na tunapokuwa wana wa Mungu tu wana huru, na katika uhuru huo tunaopata chini ya neema ya Mungu, warithi pamoja na Kristo. Ndio maana tunaitwa wa Kristo, neno au jina lililojaa fadhila mbalimbali. Ndio tumelipokea hivi, na lazima tulitafakari. Tunaitwa wa Kristo, manake tunashiriki ni wapakwa mafuta pamoja na Kristo, huyo aliyekuja kwa ajili yetu katika neema hiyo aliyotujalia Mungu. Kwa sababu tunaona safari hiyo, nani anapenda kurudi tena utumwani? Na somo hili sasa linatuhamasisha tusirudi utumwani. Tuadhimishe kila mara shukrani kwa Mungu, kukumbuka alivyotutendea, na hivi tuendelee sasa kuishi kama watoto wa Mungu. Na ndio maana tena tunaona huruma hii ya Mungu katika somo la pili, ambapo Paulo anawaambia Wakorinto. Na katika somo hili tunaona wazo kuu ni upatanisho ambao Mungu anaufanya katika Kristo. Ameupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na sisi tumeondolewa dhambi. Katika dhambi ya Adam na Eva pale bustanini, mbingu zilifungwa, lakini Mungu bado anatutafuta. Mungu bado anatuita. Ndio maana anamleta sasa mwanawe pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anafanyika mwili kwa ajili yetu, atupatanishe na yeye mwenyewe, tuache uadui naye, tuweze kuwa huru watoto wa Mungu katika mwanga, katika neema za Mungu. Na tunapouona upatanisho huo, tunaambiwa vile vile na sisi ambao tumepatanishwa na Mungu katika Kristo tuwe wajumbe. Aliye mjumbe ni balozi, na aliye balozi ana ujumbe huo ambao aupeleke kwa wengine, akahubiri. Na ndio maana katika mwaka wa Jubilei kuu tunaambiwa kabisa kwamba sisi ni mahujaji wa matumaini, wahujaji katika matumaini. Tunapokuwa mahujaji katika matumaini, manake sisi tunakuwa ni wamisionari wa matumaini, wa kutangaza matumaini kwa watu. Na ili tutangaze hivi, lazima tuwe na matumaini sisi. Sio tuko goigoi, sio tu tunatia huruma alafu tutatangaza nini. Ndio maana tunapoambiwa kuwa wajumbe wa upatanisho ambao Mungu mwenyewe ameufanya, tumeubeba ujumbe huu. Wajumbe wale waliobeba ujumbe wa upatanisho, kwanza waweze kuwakilisha vizuri kwa watu wengine. Na katika kuwakilisha ujumbe huu wa upatanisho kwa watu wengine, kwanza wao wenyewe waishi upatanisho. Na ndio maana ukiangalia katika familia, katika jumuiya, katika eneo lolote lile, unaweza kusema kwamba wakati mwingine tunakuwa wagonjwa. Mgonjwa tukiwa kiroho, manake
tuna wadui, uhasama, njia kisasi, njia yote haya. Na uadui huo tumefarakana, hatutaki kuongea pamoja, au kwa sababu hatujatoka sehemu moja pamoja, au ni kwa sababu huyo ana kipaji hivi, wivu, husuda vinavyotutawala, kiburi kinachotutawala, majivuno. Haya yote haya yanafanya kudidimiza watu wengine ambao hawana nguvu, hawana uwezo, wanyonge, wanadidimizwa hawa. Kwa sasa tunaposema kwamba upatanisho, kuishi hivi kwamba dozi, unapoumwa lazima upate dozi ya dawa ya kukuponya, basi unakufa. Sasa dozi ambayo ndio hiyo nzuri ni upatanisho, na upatanisho unaendana na msamaha. Na hatuwezi tukaomba msamaha kwa Mungu kama sisi wenyewe tumejaa chuki na kisasi. Kwa lazima tuangalie wenzetu kwa namna pekee, tuangalie jumuiya zetu, familia zetu kwa namna pekee, tuwe tumepatana sisi, na ndio maana tunaweza kawa wajumbe vizuri. Ndio maana sasa kwamba unapopeleka ujumbe wa upatanisho kwa watu wengine, lazima uishi upatanisho wewe. Na ndio maana maisha yako, mwenendo wako ni mahubiri kwa watu wengine. Uhitaji kusema maneno mengi, unahubiri katika kuishi. Kwa maneno mengine ni shahidi wewe. Unaweza ukamshuhudia Kristo kwa maisha yako, kwa matendo yako, na watu wanavutwa na wewe jinsi unavyoishi. Kwa ndio upatanisho ambao unaweza tukasema vile vile kuna mambo yale ambayo yanatutawanya, kuna mambo ambayo yanatukusanya. Ili niweze kupatanishwa na wenzangu, yale yanayo nitawanya na wenzangu niyaweke pembeni. Yale ambayo yananikutanisha na wenzangu niyakumbatie, ili niweze kuwalaki wenzangu waweze kuja katika maisha yangu, na mimi niweze kwenda katika maisha yao, ili tuweze kuishi kama ndugu ambao tunapendana. Paulo anawasisitizia Wakorinto, ujumbe huu unatujia sisi wenyewe tunavyoishi katika maisha yetu, ambao ni tathmini, ili kuondoa unafiki. Wengine wanaweza kunafiki, tunapendana na nini? Kisha waona watu ndio mnajidai kwamba mnapendana sana, hata kwenye familia fulani, hata kwenye ndoa fulani. Ukiona watu ufanye 1 2 3 nini, na kila kiondoka mmenuniana. Na wakati mwingine mawasiliano yenu kwenye ubao umeweka hapo, sasa anaenda sokoni, wakati mnaishi kwenye nyumba moja. Sasa saa hizi ni muda wa chakula, saa hizi naenda kulala, mnawasiliana kwa barua wakati mnaishi nyumba moja, ambapo walio ndugu, walio familia moja wanaongea, wanaongozana. Kuongozana maana yake kukosoana katika upendo, ili wakue kiroho na wakue vile vile kibinadamu. Na ndio maana utaona kwamba ili yote yafanyike tunahitaji sana kuwa wanyenyekevu. Mnyenyekevu anajitambua. Mnyenyekevu anayejitambua anajitambua kwamba yeye hana majibu ya maswali yote ya ulimwengu. Anajua akili yake ina mapungufu, inafika mpaka sehemu fulani. Anajua kabisa na wahitaji wengine. Ni kwa sababu hiyo ameshatengeneza hali ya usikivu, kuwasikiliza wengine wanasema nini. Wanaponionya nikae nifikirie, hivi kwa nini wamesema hivi? Sasa wananionea au wananisema nini? Kama binadamu wale wanavyopenda sifa, kusifiwa kila wakati. Anaposifiwa yule anayemsifu ndio rafiki. Lakini akisema Bwana unatukwaza, wewe ni adui. Lakini bila kujua kwamba naye ni anatukwaza kwa sababu umefanya 1 2 3 hichi ni kikwazo. Kwamba huyu anayesema hivi anakupenda zaidi kuliko yule anayekupamba. Na ndio maana bado Baba mwenye huruma huyu anatupa nafasi hiyo, na sema kama ametupatanisha katika Yesu Kristo.
Na ndio maana sala ile ambayo inatolewa katika maondoleo ya dhambi, Mungu aliyopatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanawe, huyu ndio anayetupa msamaha na furaha na amani katika maisha yetu. Katika injili ya leo tunaona, ukienda unaweza kukimbilia moja kwa moja ukaenda na mfano wako, lakini nini kiini cha mfano huu? Na tunajua katika injili ya Luka hii sura ya 15 ina mifano kama mitatu. Ile pesa iliyopotea, kondoo aliyepotea na mwana mpotevu. Mifano mitatu yote hii, lakini tunaona kabisa utangulizi. Kwa nini Yesu anatoa mfano? Anatoa mfano huu vile vile unatugusa sisi sote katika maisha yetu na maisha yetu tulivyo. Tunaambiwa katika watoza ushuru na wenye dhambi, ambapo Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa, kututoa katika utumwa wa dhambi. Na ila tutoe katika utumwa wa dhambi lazima awe karibu na sisi. Sasa kwa upande mwingine kuna Mafarisayo, kwa upande mwingine kuna Yesu, na kwa upande mwingine kuna watoza ushuru na watenda dhambi. Watoza ushuru walionekana ni wana dhambi ya jamii, wanafanya kazi na wakoloni, kwa sababu wanachukiwa ni wenye dhambi ya jamii inayoeleweka kila mmoja. Na hao watenda dhambi sasa wanamkaribia Yesu. Wanamkaribia Yesu si kwa ajili ya kumkaribia tu, kumsikiliza. Na kumsikiliza kwa nini? Wamevutwa na lile neno analolitoa. Ndio maana wanamkaribia wasikilize sauti yake, maneno yake. Wana haja nayo. Hawa watoza ushuru na wenye dhambi wana haja nayo, wanafarijika, wanatakasika wamsikiapo yeye. Anawaongoza waachane na maisha ya dhambi, waishi maisha ya Mungu, maisha ya kimungu, maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo wanafurahia hivyo, ndio maana wanamfuata, wanamkaribia. Mafarisayo hawamkaribii Yesu, wanamfuatilia wapa anakosea. Kwa nini wanamfuatilia? Kwa nini hawamkaribii ili wamsikilize na waweze kuneemeka? Hawana haja, wameshiba. Huo ni upande mwingine. Wameshiba kwa sababu wamejitangazia utakatifu. Maana katika dunia ya leo tumeona, tumeshuhudia hata katika dini hizi zinazotokea. Mimi sina dhambi, mimi nimeokoka, sina dhambi. Ukifanya hivyo ana haja na neema ya Mungu. Katika historia ya kanisa kuna mtu aliitwa Pelagio. Sasa sihitaji mimi neema ya Mungu, mimi alishaniumba, amenipa kila kitu. Sasa naweza nikaamua mimi niweze kufika mbinguni mimi. Na naamua na sasa siende mbinguni. Kwa hiyo ndio ni uamuzi wangu. Ile asili aliyoniumba nayo inafanya kazi kama gari automatic, na kanyaga tu linaenda lenyewe, linabadilisha gia mpaka mwisho. Ndio aliyotaka hivi. Ndio kama hao Mafarisayo, wao wamejitangazia utakatifu. Sasa angalia huyu wanahukumwe, angalia huyu jamaa huyu, kama yeye ni nabii, wanahukumwe. Yeye anakula, angalia watoza ushuru kwenye dhambi wanamkaribia huyu, anakula nao huyu. Kosa hilo wanaona hivi. Ndio maana Yesu anatoa mfano, na katika kutoa mfano huu anatoa aina tatu za watu hapa. Kuna baba, kuna mwana mdogo, kuna mwana mkubwa. Alafu baba na watoto wake wote wawili wa kiume, hawa hajamtaja hata wa kike hata mmoja. Hawa chamana tunajifunza hapa, anasema kwamba wanaomba urithi. Sasa huyo mtoto huyo ni machachari, anaomba urithi kabla baba jafa. Na katika mila zetu, pata picha mtoto wako anasema baba nipe urithi wangu, sitamfukuza na shoka.
Unashangaa unachukua panga unaanza kufukuza. Wewe unaniombea kufa wewe? Na katika mila ya Kiyahudi ilikuwa kawaida. Naona kabisa katika somo hili baba anaenda pale na wagawia mali. Bwana chukua hiyo. Bila shaka wewe mkubwa vya kwako vitakuwa hivi. Mkubwa hajasema chochote. Jamaa akakusanya kaenda zake. Kutapanya mali ya baba aliyopewa ya urithi. Sasa tukiangalia huyu mtoto huyu anatukumbusha mambo mengi sana sisi sote. Kutapanya mali ya baba. Ugenini huku. Na tunaangalia katika maisha yetu ukiwa na hela ndio maana unasifiwa, wewe una maana sana katika dunia hii. Hakuna mbaya yuko kama wewe. Wakati fulani mtu hajafika takari yako, amefika yuko tu hapa Kigezi hata kari yako hajafika. So wewe katika dunia nzima wewe umefika hata Marekani. Unaona kwamba hakuna na huyo mimi. Lengo tu ni hela zile. Tumeshuhudia katika maisha ya leo hata mahusiano. Binti anataka kuolewa, anatafuta nani ana pesa, nani ana magari. Si upendo? Tunashuhudia vijana wa leo wanaotaka kulelewa uvivu. Ngoja nitafute mwanamke awe mzee awe nani, hiyo sijali. Chakana ana pesa na ana nyumba. Ataninunulia. Sasa si ndoa upendo au? Tumeshuhudia haya. Matokeo yake wanakaa wiki moja wanatafuta taraka, wanataka kuacha. Hii sio ndoa Katoliki. Ndoa Katoliki inaongozwa na upendo. Sasa wewe unapenda pesa si mtu, na unaolewa na pesa. Au unaoa pesa, unaoa nyumba, si mtu yule ambaye unampenda. Na ndio maana hiyo inakuwa kinyume kabisa na mafundisho ya ndoa Katoliki ambayo tunayaona katika maisha yetu. Na tunayaona kwa kijana huyu ana pesa, kila mtu yuko karibu. Nasema akala pesa na makahaba. Wanawake wakamjia, lete ponda pesa. Amekula amemaliza. Nani anamsaidia sasa? Tunaambiwa katika somo hili hakuna aliyekuwa karibu naye. Wote wakamwacha shauri yake. Sasa tunajifunza sasa katika yeye huyu kwamba alianza kutafakari, kuchunguza dhamiri. Niko wapi? Nafanya nini? Tena ni Myahudi ambaye hawali nyama ya nguruwe. Wayahudi wanaona kama ni haramu kitimoto ni haramu. Sasa huyu jamaa ndio anaenda aende huko asikilize mio. Ukalishe bwana. Sasa ameenda kule sasa kiangalia anakumbuka nyumbani tena. Ana hamu ya kurudi nyumbani. Hiyo ndio zuri. Amekumbuka nyumbani. Amechunguza dhamiri yake. Tafadhali nikawe nafanya kazi kama mfanya kazi tu, siwe baba, siwe mtoto. Nirudi nyumbani. Amefanya mazoezi. Nitaenda kwa baba yangu na kumwambia nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Nifanye kama mtumishi. Anafanya mazoezi kule nyumbani. Hiyo yote inatoka moyoni. Amekumbuka nyumbani. Na hii inatukumbusha kabisa kwamba sisi binadamu kila mmoja ni mtenda dhambi. Lakini yapo ambayo yanatuzuia sisi tusitambue kwamba ni watenda dhambi. Kiburi, majivuno haya yanafunga milango hiyo nisitambue hivi, najitosheleza. Leo nimekula nimeshiba ndio maana siumwi. Kwa sababu nina pesa nakula chakula bora siumwi. Leo nilikuwa kwenye ajali nilifunga mkanda ndio maana sijaanguka. Sio kwamba Mungu amenisaidia, sio kwamba Mungu ameniokoa, ila ni kwa sababu niliweka tahadhari mimi kila wakati. Hili linafanya tufunike dhambi. Linafanya dhamiri zetu zisitambue dhambi ni nini. Tuhararishe yale ambayo ni mabaya. Kiburi.
Huyu jamaa alikuwa mnyenyekevu tayari, anatambua na anakumbuka nyumbani, kwa hiyo anafanya reheso. Amefanya reheso, hajabaki pale pale kwa nguruwe. Amenyenyuka, anamwelekea baba. Akayaseme yale ambayo yako moyoni mwake. Na kwa ameondoka, amefika pale. Baba, nimekosa. Kwanza tunaona kwamba ameonekana tu baba mwenye huruma. Na ndio maana wakati mwingine kuna wengine wanasema sasa tuchukue kichwa cha habari cha mfano huu ni nini? Kwamba ni mwana mpotevu au baba mpotevu. Baba mpotevu tunaweza tukamuita baba mpotevu kwa nini? Kwa sababu anafika pale, yana amemuona yule, anamkimbilia, anamkumbatia, anambusu, jamaa anaanza kuongea yale aliyokuwa nayo moyoni. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, kisani wala jamsikiliza. Leteni viatu, leteni vazi nzuri, chukua nyama, chinja, tule, tufurahi. Ndio maneno yanayotoka kwa baba. Hajasikiliza kwamba nini. Mwingine angeanza kwamba shika chini, mikofi, sijui fimbo. Lete yote haya. Huyu anayesema mimi usistahili tena kuitwa mwana wako tena, huyu anapewa hadhi ya wana, anarudishiwa yote yale yopotea, kwa sababu amezingatia toka moyoni toba ya kweli. Kutoka moyoni toba ya kweli, mwenye huruma baba huyu anampa hadhi hii ya wana. Lakini mwana yule mwingine, yule wa kutimiza tu amri, nimetimiza yote, nimefanya 1 2 3, nimefanya 1 2 3, basi. Sasa tukienda chanzo cha mfano, watoza ushuru na wenye dhambi wanamsikiliza Yesu, wanamkaribia. Mafarisayo wataki, wanajitangazia utakatifu. Na ndio huyo mwana mkubwa huyu ambaye anafikiri kwamba yule aliyekosa si mwana wa Mungu. Ndio maana mtu akikosea, uwe dawa wewe ya kumponya, kumrudisha katika njia nzuri. Kutumia njia nzuri ya kumrudisha huyu, si kwa ajili ya kumtukana. Utakuwa wewe umsaidii chochote, ila unamharibu huyu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumrudisha huyu mwenye dhambi, kutumia njia nzuri. Ndio wanasema mjumbe wa upatanishi. Katika sama ile jamaa anagoma, na ukiona katika injili hii anamuita yule mfanyakazi mmoja na kumwambia kuna mambo gani inaonekana kama mfanyakazi yule alikuwa kambea kweli kweli. Baba yako amefanya 1 2 3, inamuudhi zaidi kama anamchokonoa zaidi huyu. Ukiangalia hiyo yani kama maneno ya mpambe, yani anapambiliza ili amuingie huyu. Na jamaa linachukia sana hilo. Anachukia kama nisingi ndani. Mwanangu, haya yote ni yako. Huyu umhurumie huyu. Huyu alipotea, alikufa, sasa yuko hai. Inatupasa kufurahi, kushangilia. Hiyo ndio Mungu anajionyesha kwa mtindo kwetu sisi. Si swala kwamba mimi nimebatizwa mwaka 2000 au nibatizwa mwaka 1800 au 1990. Swala ninaishije? Naishije maisha yangu kama Mkristo? Ndio ya kujihoji. Si kwamba nilifanyeje nini. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kubatizwa leo akawa mtakatifu leo. Mimi niliyebatizwa si wapi zamani ile, lakini ni mwovu. Na nimeweka kanisani na imani yangu kama kichaka cha kuficha maovu yangu. Maana natoka kanisani naenda kukumbatia matunguli yangu niliyoweka chumbani na kuyaabudu huko na kuweka mahirizi. Nataka kuanza biashara yangu na nimejenga frame zangu pale, wa kwanza kumuita mganga wa kienyeji kwanza. Baadaye ndio naenda kwa padri unibarikie. Wakati tayari mganga wa kienyeji amefukia mihirizi pale. Kama naona kabisa li jamaa nalo lifunga hapo hirizi ndio linanilinda na sio Mungu anayenilinda,
maisha gani nayoishi? Basi ishi yale maisha ambayo unatakiwa. Lakini huyu amesema kweli nilikuwa natenda dhambi hizi, na kweli mbele yako ya Mungu nakiri, nafanya toba ya kweli, nafanya metano ya kweli, sitarudia tena. Huyo mbinguni. Wewe ambao unajidai kama nani, watu wanashangilia, wanaogopa watu, baada ya kufanya kazi na kuishi navyo kupasa kama watoto wa Mungu na kumwangalia Mungu wako na yeye kuona, hata ukiwa katika siri unajidai kwamba unaogopa watu hawajaniona ndio mtakatifu, utafika popote. Kwa hiyo hili ndio linatufundisha leo. Kwa tunapoadhimisha Dominika ya Furaha, vile vile tutathmini mwenendo wetu wa Kwaresima. Kipindi cha Kwaresima kinatukumbusha maisha yetu kama Wakristo, namna ya kuishi, namna ya kuenenda. Na kimetukumbusha hii ni Dominika ya 4 ambayo ni Dominika ya Furaha. Kwa Kilatini tunasema Dominika letare, furahini, letare, tufurahi. Na hii inaonyeshwa na maneno ya kwanza kabisa ambayo tunasema ni mlango wa kuingilia Dominika hii. Furahini Yerusalemu. Wewe ninyi nyote mliokuwa na huzuni furahi. Kama mlikuwa mmekosa matumaini, rudisha matumaini. Na katika mwaka huu wa Jubilei kuu tunaambiwa hivi: tumaini halitahayarishi, tumaini halidanganyi. Tumaini halidanganyi. Kwanza kwa nini? Kwa sababu ndani ya roho zetu tumemiminiwa upendo wa Mungu na Roho Mtakatifu. Mtakatifu Agustino anaiweka hilo kwamba upendo huu ni neema ya Mungu ambayo imemiminwa ndani yetu. Na hii ndio inatufanya tuwe ndugu, tukaribiane, tuongee na tujisikie nyumbani pamoja na tuishi inavyotupasa kama watoto. Na ndio maana yule ambaye ana dhambi, ana chuki, ana tamaa mbaya, hana furaha. Hana furaha. Yule ambaye anaridhika na kila alicho nacho na anajua kwamba Mungu, asante kwa ulichonipa, huyu ana furaha wakati wote. Yeye mwingine kwamba ana husuda, anacheki walivyoniibia vipaji vyao. Cheki gari lile lilikuwa la kwangu, jamaa yule nani. Cheki sasa yule amenishinda leo. Cheki kila mara ni cheki. Matokeo yake afiki popote. Kwa leo tunapoadhimisha Dominika hii ya Furaha, tumombe Mungu atusaidie na atupe neema zake tuweze kudumu katika njia ya kumwelekea yeye. Na tuelekee Pasaka ambayo ni kupita kutoka dhambi kuelekea katika neema ya Mungu. Kwa maneno mengine, kila Dominika tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu, tunaadhimisha shukrani kwa Mungu, tunaadhimisha upendo kwa Mungu, na tunaadhimisha Pasaka, kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tumekombolewa kwa msalaba wa Kristo pale Kalvari. Tumsifu Yesu Kristo.